Salum Mnolela, wapo baadhi ya wadau wa soka wanaona kinachofanyika ndani ya Yanga ni kama lawama kubwa linaenda kwa mwalimu Pedro, lakini wanasahau kuna baadhi ya wachezaji ambao pia nao wanamwangusha mwalimu. Mtu kama Emmanuel Mwanengo juzi amekosa pochi la wazi. Katika hili kwako wewe unazungumziaje? Inawezekana kocha kweli akawa na matatizo, lakini pia inabidi uangalie, je, hizi sehemu zingine zipo sawa sawa? Zimekamilika? Kwa mfano kwenye msimu huu nafikiri katika makocha wengi wa Yanga waliopita, mwalimu Pedro ndio kocha pekee ambaye amekutana na wakati ambao Young Africa kwa hizi siku za karibuni ndio katika kipindi chake sajili nyingi ambazo hazijafanya kazi, ambazo hazijaleta tija kwenye timu. Ukiangalia za dirisha kubwa, ukiangaza dirisha dogo, akina Dumbia wote, akina Boyeli ambao wakatolewa, sasa hivi dirisha dogo wameingia wengine, wamekliki wachache vile vile. Kwa hiyo kabla ya kufika kwa mwalimu Pedro kuona matatizo yake, je, hizi department zingine, idara zingine zimefanya kazi yao vizuri? Zimeweza kumsaidia mwalimu vizuri, kumpa support? Kwa hiyo ukiangalia kikubwa unaona kabisa katika eneo kubwa ambao Young Africa wamefeli katika msimu huu chini ya mwalimu Pedro ni eneo zima la usajili. Sajili nyingi walizosajili hazijafanya kazi, hazijaingia kwenye timu moja kwa moja. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Kabla ya kumlaumu Pedro, alaumiwe kwanza huyu alimleta Emmanuel Mwanengo, alaumiwe huyu mtu alimleta sijui kuwa, alimleta Dumbia, kina Celestine Koma sijui yao, huyu ndio wa kwanza wa kulaumiwa kabla ya mwalimu wale waleta kina Buba, umeelewa? Kwa sababu unawatoa kina Ekua. Kwa sababu mimi naamini Buba na Ekua bora hata ungebaki na Celestine Ekua. Umeelewa? Kwa hiyo kama ulimtoa Ekua afu unamleta Buba, yale unakuja dirisha dogo ni kipindi ambacho sio cha kuleta wachezaji wa kuja kujaribu. Dirisha dogo lete mchezaji aje kuingia kwenye timu, alete tija kwenye timu. Hata kama ndo tunasema vijana vipaji, lakini ndio Mwanengo kweli, kwa wale mleta Mwanengo ndio anapaswa wa kwanza kulaumiwa, alafu ndo afuatie kocha. Kama huyu mtu ambaye kafanya hizi sajili mbovu za msimu huu anaachwa, sasa kocha si wanamlaumu bure tu. Kwa hata ikiwa wewe kocha unabidi unakuwa kocha, ila pia upewe wachezaji wazuri ili uweze kufanya nao kazi. Kwa hiyo kabla ya kuguswa Pedro, aguswe kwanza aliyofanya usajili msimu huu. Huyu ndio mtu wa kwanza ambaye ameifelisha Young Africa. Hiyo ipo wazi, kila mtu anafahamu hilo. Kwa hiyo kocha tu hata akitimuliwa atakuwa ndio wale tunasema mbuzi wa kafara.